Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Hapa nilipo ni mtaa wa Uswahilini, stendi ya Mayunga, ambapo nimekuja kuzungumza na wadau wa soka kuhusiana na game ya Simba na RS Berkane, ambapo RS Berkane walitoka na ushindi wa goli 2. Habari yako? Safi, kwema. Kwema. Kwa mtazamo wako, Simba walikuwa Morocco wanacheza mechi ya mkondo wa kwanza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, walikuwa na RS Berkane na RS Berkane walipata ushindi wa goli 2. Nataka uniambie kwa mtazamo wako, na hisi ulitazama mechi, Simba walifeli wapi? Mara ya kwanza Simba waliingia kwa pressure. Unasikia? Wakaanza kufunguka. Mwisho wa siku bao la kwanza linaingia. La pili inakuja, ndio maana nani yule beki akasema siwezi. Akatoka. Akajifanya kama ameumia ile akatoka. Akaingia nani? Shemaron. Ndio. Ile mechi wakaikamata vizuri. Mechi ya pili wakakamata wale Waarabu. Mimi naongea kama mpira, si ndio? Mimi naongea kama kisoka. Mpanzu walikuwa nakamatwa na watu watatu. Kocha alikosea. Ile sabu ya nini angemtoa nini Kibo na yule nani Akeba. Ili waweke watu viungo wasimamie pale katikati. Kama wako tayari, mimi na Yanga wakija hapa wapange viungo wengi mafadi yao. Kwa hiyo wewe kwako kwanza walifeli, waliingia na pressure, afu pia Fadlu Davis alikosea kupanga kikosi. Kwa maoni yako? Maoni yangu ipi? Asante sana. Hii ya kwanza inakuja. Akeba asiingie. Aweke nini? Forward yule. Aweke Mkwala. Ateba asiingie. Kiukweli ukiangalia mchezo ulikuwa mzuri sana, lakini ni matokeo tu uwanjani, kwa sababu ukiangalia na mchezo tulijitahidi kiukweli kutokana na jinsi tulivyoingia kwenye mfumo, lakini tutajitahidi huu mchezo tuweze kupata ushindi. Okay, mimi nataka uniambie RS Berkane walitumia mbinu gani, au ni wachezaji wao wako bora zaidi kuliko wachezaji wa Simba? Hapana, ni mchezo, siku zote mchezo haunaga mwenyewe. Kwa hiyo tutajitahidi tubadilishe yote matokeo. Kuna shabiki hapa wa Yanga anasema Ateba hawezi kucheza mpira, unakubaliana naye? Ateba ni mchezaji mzuri, lakini ukiangalia kocha atakuwa alifeli kidogo, lakini mchezo utakaofuata tutajitahidi kumwangalia Ateba au upande gani. Kwanza Simba wakufeli. Mimi mwana Simba naongea kama mwana Simba damu. Napinga na wale wanaosema kwamba Simba alishindwa kwa RS Berkane. Simba hakushindwa, baada alipoteza magoli 2 kwa Berkane, ambao mnaweza mkarudisha kwenye mchezo wa pili. Anaweza akarudi tena mpaka zaidi. Na hakika nini kinakufanya useme kwamba anaweza akarudi? Simba kwanza pale kwa Mkapa atoki mtu. Japokuwa tujajua tutachezea kwa amani, hajatoka taarifa kamili au kwa Mkapa, lakini wakija pale tanuru la moto hawezi kutoka mtu sasa. Ikitoka amechezea kwa amani. Ikitokea kwa amani, hapo sasa tutaangalia. Unaweza tukatumia uzoefu wetu wa nyumbani, kwa kuwa wale walitumia madhaifu yetu kwa dakika 15 za mwanzo. Lakini watu wanasema kwamba mliingia kwa pressure sana, ni kweli? Pressure inaweza ikawepo kutokana na mfumo wa kocha, alikuwa hajawasoma wapinzani wetu ndani ya dakika 15 zile. Ila baada ya kurudi kipindi cha pili, uliona alimtoa Kibu ambaye alikuwa anapanda na kushuka, akamleta Valentino Nouma, timu ikatulia, ukaona mpira ulivyochezwa tofauti na makosa tuliyofanya mwanzo. Okay. Kwa makosa mlioyafanya mwanzo, unahisi Simba warekebishe wapi ili mchezo wa mkondo wa pili waweze kufanya vizuri? Berkane walikuja na viungo 5 katikati. Wanapanga kwamba wamdhibiti Simba washambulie kwa pressure kubwa. Na kwa namna hiyo walifanikiwa kwa mafanikio makubwa sana. Simba wakaja na viungo 3 katikati. Ina maana yeye hakuwa na mpango kazi wa kujilinda. Labda alitaka asome wapinzani wake wakoje. Fadlu Davis angalie kipindi cha pili atakujaje. Alifanikiwa sawa, japokuwa tuliruhusu magoli 2. Okay. Nyewe mashabiki mlikuwa mnahisi ama niseme mlikuwa mmeshasema kwamba mkienda Morocco mtakuwa na ushindi. Sasa kwa matokeo aliyopata Simba, hii haijawatoa kwenye mstari kwamba timu yetu vipi? Kwanza sisi mchezo una matokeo 3. Okay. Kushinda, kudraw na kupigwa. Sisi pale naweza kusema tulipigwa, ila sio kwamba tulishinda. Baada ya kuruhusu yale magoli 2. Lakini kusema kwamba tulikuwa tuna imani kwamba tutashinda. Sisi pale tulienda kutafuta draw. Hata tukifungwa tufungwe machache. Na wenyewe wameshinda mabao 2, lakini hawana furaha. Hawana furaha kidogo, hawana furaha. Ni mabao machache sana kwa Simba. Yale na hakika anaweza kwa Mkapa yanarudi. Nataka niwape mbinu za kivita ambazo sisi wapiganaji tunaitumia wana Yanga. Yanga tumetangulia kuingia msituni, ndio maana tunafanikiwa, tunakoma mengi. Hebu wape hizo mbinu. Unapoenda vitani kwanza ujiamini. Jenga confidence. Unaweza kufanya vizuri. Ndio. Simba mwanzoni hakujiamini.
Wamejenga hofu kama wanacheza na timu kubwa. Wakisema kama na wenyewe wamekamilika kama wachezaji wengine. Unajenga kujiamini, unafanya vizuri zaidi. Kitu kingine cha pili, waache yule mchezo kuchezea nyuma. Unapoenda kutafuta goal na itafuta mbele sio nyuma. Sasa wenyewe wamechezea chumbani. Wamekaa nyuma huko. Washinda kwenda sebleni wakati wageni wako sebleni. Kwa hiyo jitahidi kupambana kwenda sebleni kutafuta ushindi kwenda mbele sio nyuma. Ya hiyo watapata mafanikio. Kwa game kwa jana na wewe ulikuwa unacheza CRDB Federation Cup, unajisikiaje kwanza kwa matokeo uliyopata jana? Mimi kawaida yangu ni mtu wa makombe. Mtu wa makombe. Ndio kabati yetu tumeshajaa, sasa hivi tunaweka juu ya kabati. Jana JKT walifeli wapi nao? JKT wanacheza na timu kubwa. Ile ni timu ndogo, kwa hiyo lazima wajenge hofu. Lakini kwa sababu kidogo na mbinu za mazoezi kidogo imewasaidia, kwa sababu kidogo ni watu watakuwa hata kidogo. Lakini wanacheza timu kubwa na wenyewe wanajua, na baadaye walikiri kwamba tunacheza timu kubwa na mwalimu na mzoefu wa kazi. Kwa hiyo tulikuwa tunafundisha soka na wachezaji. Mechi ya juzi bado kinawezekana chochote. Yoyote anaweza kuchukua kombe. Sio kwa Simba tu, hata kwa Berkane, kila mtu ana nafasi. Bado yani lolote linawezekana kufanyika. Au kwa Berkane au kwa Simba, japo Berkane tayari ashakuwa na mtaji, lakini yani yoyote yani bado mzani umebalance. Sasa Simba wafanye nini kwenye mchezo wa mkondo wa pili? Simba wajitahidi wasiruhusu goli na wajitahidi sana wasiruhusu goli, lakini na wale kuwapiga 3 bila ni vigumu. Labda mimi naona mechi kama 2-1. Wanaweza wakapata goli moja, Simba kapata 2, mechi imeisha. Simba kwanza, hizi ndo mechi zetu. Tukiwa kwa Mkapa pale sema tu basi wanatuonea, wanataka kuhamisha uwanja basi. Ila tukiwa kwa Mkapa pale chochote kinawezekana. Chochote kinawezekana kwa sababu sio mechi ya kwanza kufanya comeback na tukashinda. Kwenye safu ya ulinzi ya Simba ilikuwaje wewe ulivyoiona? Mimi nahisi kwanza tuliingia kusoma mchezo. Wale Waarabu bwana walitumia dakika za mwanzo kutuadhibu. Kwanza Simba walisoma mchezo kipindi cha kwanza, lakini mwisho ndio hivyo, matokeo ndio yalivyo. Lakini mlijitahidi kipindi cha pili. Sana. Wewe mwenyewe uliona pasi kama 200. Mtazamaji wa Stein TV, mimi ndo nimehitimisha kipindi changu cha Sports Angle. Ulikuwa na mimi Arisi Aristides na nyuma ya kamera ni Chosen.